Jubilei 2025, mahujaji katika matumaini. Ndugu zangu wapendwa, kama nilivyowasalimu pale awali kwamba sisi wanasame hapa na wale wengine wote wanaofuatilia ibada hii kupitia Tumaini Media pamoja na Radio Maria na watu wote wenye mapenzi mema, niliwaalika kusema kwamba tumekutana hapa kwa sababu maalum, sababu kubwa kabisa ya sisi wanasame kufanya tendo hili la imani, tendo la kumwomba kumsimika Bikira Maria mahali hapa, na nimesema ni mbugani, ni mchakani tu, bado hili ni shamba, hapajaendelezwa sana, na nia ni kwamba tumsimike Bikira Maria hapa ambapo ni karibu na barabara kuu hii ya kutoka kusini kwenda kaskazini na kutoka kaskazini kwenda kusini. Hii kwetu ni barabara kuu. Hii ni highway, autostrada. Si kwa vipimo vya nchi zingine, lakini kwetu sisi hii ni barabara kuu. Na hii inabeba abiria wengi sana. Na sio abiria tu, mizigo mingi sana inabebwa kupelekwa kaskazini au kutoka kaskazini kwenda kusini. Na kwa historia ya miaka ya uhai wetu tumeshuhudia barabara hii ikisababisha vyombo vya moto vikiwa na kasoro na kusababisha ajali nyingi sana. Na mojawapo ya ajali hizo, wapendwa, kama ni kuwarudisha nyuma katika maumivu tuliyopata miaka ya nyuma kidogo, ni kwamba kuna watu wetu watano walifia kwenye barabara hii, na yalikuwa ni maumivu makubwa sana kitaifa hapa, japo walikuwa ni watu watano, kwa maana kuna mapadi wawili walifia pale karibu na Chekereni, na kulikuwa na sister mmoja kwenye gari hiyo pamoja na vijana wawili wa seminaristi. Kwa maarufu hapa tunasema wana malezi. Walikuwa na kwenda kufanya jambo jema tu kwa majirani zao. Hawa walikuwa ni walezi pamoja na vijana wa pale Chanjali Seminari, na walikuwa na kwenda katika seminari ya St. James Jacobo kule Moshi kuwapa pole, kwani walikuwa wamevamiwa na watu wasiojulikana siku chache kabla ya tukio hilo. Na hawa wa Chanjale ambao ni wakwetu walikuwa na kwenda huko Moshi seminari ya Mtakatifu Yakobo kutoa pole. Na wakiwa njiani ndio hilo balaa likawafikia la gari moja niseme maarufu, sijui kama kuna magari maarufu, lakini likawavamia
na kuburuza ile gari ndogo ya kwetu, na ikasababisha basi maafa hayo ya watu 5 kwa mpigo. Sasa hiyo ilisababisha maumivu makali sana, kwa maana ya wale waliobaki, waliofariki basi wameenda kwa Mungu tunaamini. Sasa wale waliobaki ambao ndio jimbo zima la kwetu na hata Moshi, bali walisikitika na sisi, na ilitangazwa kwenye vyombo vya habari. Hata mimi nilikuwa sijafika Same, lakini nilisikia. Ni kama miaka 16 17 iliyopita. Lakini awali kabisa mimi nafahamu hata mwanasiasa mmoja kutoka wilaya ya Rombo alishafia barabara hii. Lakini kwa siku za karibuni, nadhani ni mwaka jana tu, askofu wa Kiluteri wa Dayosisi ya Mwanga alifia barabara hii katika ajali. Na siku hiyo hiyo padri mmoja mzaliwa wa huko Moshi alikuwa amepita barabara hii kuelekea nyumbani. Walikuwa na tukio la nyumbani. Sasa kule nyumbani wanamsubiri, lakini kumbe ameshafia njiani barabara hii. Halafu cha kusikitisha sana, si labda miezi mingapi imepita hivi, hapo Same, ndugu na jamaa, marafiki wakielekea huko Moshi kwa ajili ya, nadhani ni harusi ilikuwa inafanyika kule, au labda ni send off, sijui. Lakini basi kutoka Same hata kilomita 2 gari ile haijamaliza, iliwaka moto, kwa sababu iligongana gari nyingine ambayo ilikuwa inatoka huku kaskazini huku, wakagongana pale checkpoint ya mapolisi pale, na watu karibu wote ndani ya ile basi dogo walifia pale, walichomeka vibaya mno kiasi ambacho walikufa wote. Sasa hayo yote yanatutafarakisha, tunakuwa tunajiuliza, hivi tuko kama hawa wa Galilaya ambao Pilato mtawala aliamua kuchanganya damu yao pamoja na dhabihu? Yaani maanake waliuawa. Sisi ni kama wale watu walikuwa wema tu, waliangukiwa na mnara wa Siloamu. Siloamu ilikuwa ni bwawa kubwa, lakini linapita, mfereji wake unapita juu ya manguzo marefu. Hasa yale manguzo yakaanguka, yakaua watu 18 kwa mpigo. Na jambo kama hilo likitendeka, watu wanasema hawa wametenda dhambi bwana, hawa kumpendeza Mwenyezi Mungu. Je, ni kweli kwamba, na Yesu anauliza hapa kwamba hivi ile ajali ambayo iliua watu 18 kwa mpigo, mnara wa Siloamu ulivyoanguka, ina maana walikuwa ni wadhambi kuliko ni watu wote duniani? Hivi watu wakifa manake ni wadhambi? Ni adhabu kwani? Hayo ni maswali tunajiuliza sisi wanasame, na hatuna majibu hatuna majibu yaliyonyoka moja kwa moja. Lakini sisi ambao hatujapatikana na adha kama hizo, unafikiri sisi sio wadhambi? Ni wasafi mno. Sisi ni wasafi mno. Na kama hapana hata kidogo, lakini kwa nini wale walikufa? Kwa nini ndugu zetu wasafiri wa barabara hii
walipoteza maisha na mali zao. Jambo ambalo ni la hivi karibuni tu, wale ambao walikuwa nasafiri kwenye hizi gari ndogo zinaitwaje hizi? Costa. Sasa ile Costa, wale walikuwa wanaenda kwenye harusi walikuwa ni wadhambi sana. Wengine tuliwafahamu kabisa, mlikuwa nao asubuhi yake, jana yake, jioni. Tunafahamiana ndugu, ni hapa Same hapa tu, mahali ambapo wanagonga gonga kuna garage pale chini, unasikia wanagonga gonga vyuma pale. Ni watu tuliwafahamu. Ndani ya dakika 2 wameshaungua. Na hatujawahi kupata jibu kwa nini gari linawaka kwa haraka namna hiyo. Ni kawaida kweli au kuna kisababishi? Kutoa nafasi hata mtu mmoja au watu wachache basi waokoke, hakuna. Wanaungua wote kama mishikaki. Ni nini hiyo? Inasema nini? Sasa hao waliokufa pamoja na wengine wengi ambao hatuwajui, na wala sio hao tu, manake gari ambazo zimesha anguka kwenye barabara hii ni nyingi. Hata mimi nilipokuwa paroko kule Kipawa, Dar es Salaam, kuna Mkristo mmoja wa kwangu alifia barabara hii. Alikuwa ameenda nyumbani tena kusafisha makaburi makaburi ya nyumbani. Ameenda tu nyumbani ambayo ni kawaida, mara moja walao uende usafishe na makaburi. Wakiwa narudi walianguka na gari yao ndogo, na yule mama aliishia pale pale. Hata ukiniuliza jina lake silijui, lakini huyo ni mmoja kati ya watu wengi ambao wameshafia barabara hii, hatuwajui. Sasa kwa imani sisi hatuwajadili useme walikuwa na dhambi hawana dhambi, hatujui. Mungu anajua. Mungu anajua undani wetu wa maisha yetu. Lakini sisi ambao tumeona ni vyema tukamkabidhi Bikira Maria mama yetu barabara hii. Na nilitamani tualike na madhehebu mengine, wa Luteri waje, wa Sabato, Waislama. Manake hii sio tatizo la Wakatoliki tu. Nilitamani iwe kitu kipana. Jamaa zote tuje tushirikiane, tuiombee barabara hii. Basi tukaona ni vyema sisi tukamjengea Bikira Maria nyumba. Tukamjengea Mungu nyumba, tukiomba ulinzi wake kwa unyenyekevu kabisa. Tunakuwa wanyenyekevu, tunataka tutoke jasho, tujenge mahali hapa. Ni ishara ya imani, Tujenge groto ya Bikira Maria akilinda wanawe, akiwaombea wanawe ambao ndio sisi. Wasafiri wote, wawe wa mabasi, wa gari ndogo ndogo, wa baskeli, wa bodaboda na watembea miguu, manake nao wameshawahi kuuawa kwenye eneo hili. Malori, tuwaombee madereva, tuwaombee wenye mali. Bikira Maria awaombee ili vyombo visafiri salama. Wale wenye mabasi hasa wasafirishe abiria salama, wafike nyumbani salama, waondoke nyumbani salama, wasafiri salama, na wafike makwao salama. Ndicho tunachokiomba. Ndio lengo la sisi kuwa hapa.
Na nimetaja pale, kwa wale ambao hawakuepo kule mwanzoni, nimetaja vyombo mbalimbali, vyombo vya usafiri, nikataja mabasi makubwa kama vile Esta, kama Tilisho, BM, Kilimanjaro, Da Express, tukataja Marangu, Kidia 1, Mtei, magari ya Kimbwe, mabasi ya Rakib, mabasi ya Hood, mabasi ya Abud, mabasi ya KSK, mabasi Makuti na nini baba, Osaka, mapenzi ya Mungu Simba mtoto nimesikia hapa mnataja. Mvungi, Mvungi hasa. Capricorn. Na hizo na treni sasa treni haipiti kwenye barabara hii. Treni huwa ina barabara yake. Isivamie mabasi, eti wasema treni isivamie mabasi. Na kuna hizi basi gari ndogo ndogo za watu 30-40 hizi, zinaitwaje hizi? Special hire zinazopita barabarani, na ni nyingi Costa hizo ni nyingi. Mahaisi yote, vihaisi vidogo vidogo vinapita hapa. Tunaombea magari madogo ya watu 3-4, 4-6. Hawa tunaombea mabasi hayo na magari hayo, lakini kuna malori makubwa sana yapita barabara hii. Tukaombea fuzo zote zinabeba mchanga zapeleka kulia na kushoto. Lakini malori makubwa kama Lake Oil, Mighty Logistics, malori ya Meru yanabeba mafuta, na ile ni hatari sana yale. Yanayobeba magesi. Yote haya tumeombea. Tunamwomba Mama Bikira Maria sasa awe muombezi wa wanawe. Wanawe ndiye sisi, ndio wasafiri wote wanaotoka huko kaskazini kwenda kusini, Dar es Salaam huko, na kutoka Dar es Salaam kwenda mpaka si wapi, Kenya, Nairobi, wapi, sehemu mbalimbali. Hii barabara inabeba watu wa nchi nyingi nyingi tu. Ndio tunawaombea wapendwa. Ndio tunaamini hii highway yetu, autostrada yetu iwe salama. Iwe salama. Bikira Maria awe muombezi wa wanayo wanaosafiri. Na kama tuko wadhambi, na hatuwezi tukajidai kwamba tu wasafi mno. Kama tu wadhambi, basi Mungu aendelee kwa ubaba wake kuwa baba wa huruma kwetu. Awe baba wa huruma, atupokee sisi wanawe kama tulivyo. Tuna nia njema. Tuna nia njema. Kama tuko kama ule mtini ambao ulipandwa na mwenye shamba, anakuja kila mwaka anataka matunda katika mtini ule. Hakuna kitu. Hakuokota kitu, ndio ajabu. Ule mti ulikuwa na chochote miaka yote. Sasa akaamua kwamba na uondolewe, ukatwe. Hauna faida, unatumia rutuba ya ardhi bure tu. Huyu mwenye shamba na mwenye mfanyakazi, yani hawale vibarua anaweza kuwa ni mtu yeyote.
Ni mtu yeyote, watu wadogo wadogo ndio watu wanaita vibarua. Kwa kawaida hakuna mtu mdogo kwa kawaida. Kwa Mungu hakuna mtu mdogo. Lakini kibinadamu watu wadogo wapo bwana. Kibinadamu tunavyoishi sisi kuna watu wadogo. Lakini kwa Mungu hakuna mtu mdogo. Basi tuchukulie ile lugha ya kibinadamu kwamba kuna watu wadogo. Ni hao wanashikashika, wanaajiriwa kazi yao ni kulima tu. Najua kali hili unavyoliona, lakini lazima walime. Ole wake asipolima, asipomwagilia mti huo, ole wake. Basi yule mwenye kufanya kazi ambaye ndio huyu kibarua akamuomba mwenye shamba kama la kwetu hapa. Sasa kibarua na kuomba, usiukate mti huu, naomba uache tena, upe muda. Mimi anajitolea, japo ni sehemu ya kazi yake, anasema nitajitolea kwa namna ya pekee, niupalilie vizuri, nilete mboji, mbolea mahali popote niuwekee vizuri, halafu niumwagilie maji. Tukimwagilia maji kwa mategemeo kama utazaa. Basi usipozaa tena, basi mzee, ukate tu, hauna faida. Hiyo ni lugha ya kibinadamu, namna kuongea, kumuongezea mtu muda. Kuwa na subira. Na kwa kweli sifa mojawapo ya Mwenyezi Mungu, ana sifa nyingi, Mungu ana sifa nyingi. Sifa mojawapo ni subira. Anatupa subira. Anasubiri tubadilike, tuwe watu wema, tuwe watu wenye kuzaa matunda safi, matunda ya safi ya kazi zetu. Na mimi nachukulia kwamba leo ni fursa. Leo ni fursa nyingine tena tutende wema katika mpangilio mzima wa kujenga groto nzuri ya Bikira Maria mama yetu. Awe mwombezi wetu. Hii ni fursa. Kwa hiyo tunaalikwa wapendwa, na waona nyewe mkiwa na majembe yenu na mapanga na nini, ni fursa ya kusafisha kiwanja hiki. Kuonyesha imani. Sio kwa kujivuna, kwa sababu ni kwa unyenyekevu kabisa. Tuonyeshe imani yetu kwa kujenga kitu ambacho watoto na wajukuu zetu watarithi, na wataongeza labda siku nyingine. Kama tukienda kwa Mungu tunaona, bali kwamba tunaweza tukaona, basi tukute libasilika likubwa limeota mahali hapa. Hapa kuna ardhi kubwa ya kutosha. Tuone kwamba kuna likanisa likubwa ambalo linabeba watu 2000 na kitu limejengwa mahali hapa. Sio sisi, ni watoto na wajukuu zetu. Sisi tujenge groto ambayo tunaiweza kwa wakati huu. Kwa sababu sisi wanasame tunajiandaa kwa ajili ya jubilei. Tunayo jubilei, tunasalimiana jubilei jimbo la Same. Tazama na yafanya yote kuwa mapya. Jubilei jimbo la Same. Tarehe 3 mwezi wa pili. Tarehe 3, andikeni chini kabisa. Tarehe 3 mwezi wa pili. Hii ni appointment. Mwaka 2027. Tunaalikana tuje mahali, sio hapa tulipofanya tunabariki kitu hiki, lakini tutakwenda kule Same kufanya kilele cha jubilei yetu, miaka 50 ya jimbo. Na ninyi ambao mnatufuatilia kupitia Tumaini Media, Radio Maria na vyombo vingine, mjue kwamba sisi tuna jubilei, na hii ni sehemu, ni alama. Hii tunayofanya leo ni alama ya jubilei. Ni alama ya imani. Ni alama ya imani. Sisi kwa imani yetu ndogo, tunaamini kwamba Mungu atatuwezesha tuweze tukajenga groto hii, halafu iwe ni muonekano wa nje wa imani yetu.
Na tunayo imani ndiyo, lakini imani yetu ni ndogo. Tunaomba Mungu atuongezee imani. Na ndio maana nitaomba wanakwaya, kwa kumalizia mahubiri haya, nitaomba wanakwaya muimbe kwamba ule wimbo wa miaka 150 kule Bagamoyo tuliofanya kumbukumbu ya miaka 150 ya Ukristo hapa Tanganyika, Tanzania bara, tukisema kwamba tuongezee imani Bwana. Mnakumbuka wanakwaya? Tuongezee imani Bwana. Kwa hiyo tunayo imani, lakini tuongezewe, iwe strong, tuweze kuamini kwamba tunaweza tukajenga, sio kitu tu kinachofanana na pale kwenye bango, lakini kikubwa zaidi. Tumtolee Mwenyezi Mungu nguvu zetu, na wengine ambao mnatusikiliza, mtusaidie kidogo kidogo, mtusaidie tuweze tukatimiza azma yetu ya kujenga groto ya Bikira Maria mama yetu, awe mlezi na mwombezi wa wasafiri wote wanaopitia barabara hii. Wanakwaya, tafadhali naomba msimame na muweze mkatuongoza katika hiyo imani. Amina.